Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash-shaitanir rajim. Tunaendelea na somo la 18. Anasema mwandishi wa kitabu, wa arsala Allahu jami'ar rusuli, na Mwenyezi Mungu ametuma mitume wote, mubashirina wa mundhirin. Mubashirina wakiwabashiria watu, wakiwapa good tidings, mambo mema ya pepo, wakiwabashiria mambo ya pepo, mambo ya kheri, malipo yalikuwa mazuri. Wa mundhirin, na wakiwaonya kwa mambo ya mabaya, shirki na moto. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili yake pale Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema rusulan mubashirina wa mundhirin, mitume wenye kubashiria watu mambo ya kheri, wa mundhirina, na kuonya mambo ya shari na maovu, lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusulih, ili iwe kwa watu siku hiyo ya kiyama Allahi hujjatun, ile kwa Mwenyezi Mungu ni hoja, kwamba tulipelekewa mitume na wao watathibitisha mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba kweli mitume walitujilia, baada rusuli, baada ya mitume kutumwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hataki kuadhibu watu, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatakuwa ni kuadhibu watu mpaka tukawapelekea mitume. Surati An-Nisaa aya 165. Wa aulahum Nuhun alayhi salam, mtume wa mwanzo wao ni Nuh. Sasa hapa mtu atauliza, inakuwaje mtume Nuh ni wa mwanzo wakati tunaambia mtume wa kwanza ni Adam, Nabiullah Adam? Nuh kutumiwa sheria katika wale ulul azmi min ar-rusul, mtume Muhammad, alafu Isa, alafu Musa, alafu Daud, alafu Nuh. Hawa ni ulul azmi min ar-rusul. Wanasema wa aulahum wa awwaluhum Nuh alayhi salam, wa mwanzo wao katika kutumwa na sheria ni Nuh. Wa ajruhum wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwisho wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, na ni mtume wa mwisho. Wa dalilu ala anna awlahum Nuh qawlu ta'ala, na dalili kwamba Nuh ni wa mwanzo wao ni pale Mwenyezi Mungu aliposema inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di, hakika sisi tumekufunulia wewe Muhammad, ilaika anta Muhammad, kama awhayna ila Nuhin, kama ambavyo tulivyomfunulia Nuh. Kwa hiyo kabla wewe Muhammad wa mwisho, Nuh ndo alifunuliwa. Wan nabiyina min ba'di, na manabii wengine baada ya Nuh alayhi salam, Daud, Musa, Isa, alafu Muhammad. Surati An-Nisaa 165. Asema kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan, asema kila umma, nyumati ambazo wamepelekewa kwayo mitume, min Nuhin ila Muhammadin, kutoka kwa Nuh mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum biibadati llahi wahda, walikuwa wakiamrisha ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye ni moja pekee. Anasema wa bayanahum an ibadati taghut, walikuwa kiamrisha biibadati llahi wahdahu, wakiamrisha ibada ya Mwenyezi Mungu kumpokesha peke yake. Wa bayanahum an ibadati taghut, na waliwabainishia wao kutokana na ibada ya taghut, kwa sababu taghut ni anayeabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kullu man ubida biduni llahi fa huwa taghut. Wadalilu qawlu ta'ala, laki Mwenyezi Mungu aliposema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kwa hakika tumewapeleka katika kila umati mitume, ani'budu llaha wajtanibu at-taghut, wa maabudu Mwenyezi Mungu na wajieke mbali na mataghut. Surati An-Nahl aya ya 36. Asema waftaradha Allahu ala jami'il ibadi al-kufr bit-taghut wal iman billah, na imefaradhishwa na Mwenyezi Mungu kwa viumbe wote, waja wote, al-kufru bit-taghut, al-kufra bit-taghut, kumkufuru taghut, wal imana billah, wal imana billah. Waftaradha Allahu ala jami'il ibadi kufru bit-taghut wal imana billah, wal imanu billah, na kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hapa umma imegawanyika sehemu mbili, ummatil da'wa wa ummatil ijaba. Ummatil da'wa ni hao wengine wasiokuwa Uislamu,
na mitume waliopita. Wao ni wanatakiwa kulinganiwa sasa kuingia kwa Mtume Muhammad. Kwa hiyo wanatakiwa kufanywa da'wa, ni ummatil da'wa. Na sisi Waislamu wote ni ummatil ijaba, yani tumekubali mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ila hina aqul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.